السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu wapenzi watazamaji wetu wa chaneli yetu hii ya Msimbo Online TV, siku ya leo tumekuja tena kwenu na mada nzuri na mada adhimu. Kwa atakayesikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, basi na imani kuna faida kubwa siku ya leo anakwenda kuipata, kama ilivyokuwa ada yetu na kama ilivyokuwa desturi yetu kupitia katika chaneli yetu hii. Leo biidhnillahi taala, mada inasema kwa nini siafu wanaonekana ghafla katika nyumba yako alafu wanapotea ghafla. Hii ndio mada ya leo. Kwa hiyo mwenye kuisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, basi na imani kuna faida kubwa atakwenda kuipata kupitia katika mada hii ya leo. Kama mtakumbuka, katika darasa za juma zilizopita tuliwahi kuzungumza wakienea siafu wengi katika nyumba yako, basi kuna ishara ya hasadi, na tukaeleza mengi katika video ya nyuma ambayo kwamba imepita. Kwa ukitaka basi jaribu kuitafuta, utaipata. Tulieleza baadhi ya ishara za wadudu kuenea katika nyumba, nini maana yake na nini tafsiri yake. Leo tunakwenda katika sehemu ya pili sasa ya maudhui yale, na ndio maana nikasema kwa mtu ambaye bado haja subscribe, ni vyema ukasubscribe ili faida hizi ukaendelea kuzipata kila tunapokuwa tunazileta. Kwa hiyo wale ambao wamesubscribe, na imani ile darasa ya kwanza utakuwa umeipata, na leo tupo katika mwendelezo katika darasa ya pili kuhusu siafu. Na leo mada inasema kwa nini hawa siafu wanaonekana ghafla katika nyumba yako alafu wanapotea ghafla. Kuna ishara gani? Kuna dalili gani? Basi inshallah na kuomba twende sambamba na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa darasa hili, na imani kuna faida kubwa sana siku ya leo unaweza kuipata biidhnillah taala. Dhuhuru namli fil baiti kad ya'la tanbihi au tadhkir au rahma au hata ibtila. Kuenea kwa hawa wadudu chungu hawa ama siafu katika nyumba yako, inawezekana ni tambihi, mtu anakumbushwa pengine kuna makosa anayafanya, ama muda mwingine vile vile inawezekana ikawa ni rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au muda mwingine inabashiri mtihani ambao kwamba mja anaweza kuipata. Sasa twende katika ishara ya mwanzo kabisa ya kudhihiri, na ukiwaona wadudu chungu wametokea ghafla alafu ghafla wakapotea katika nyumba yako, ama siafu wamekuja ghafla na ghafla wakapotea katika nyumba yako, nini tafsiri yake au nini maana yake? Ukiwaona ghafla na wakapotea ghafla, kwa maana ni taghayyuru ahwali rizqi indama yadhharu namlu fil baiti. Taghayyaru ahwali rizqi indama yadhharu namli fi baiti. Muda mwingine unapowaona wale wadudu chungu ghafla wametokea na ghafla wakapotea, basi inaashiria mabadiliko ya hali ya riziki katika nyumba yako. Mabadiliko ya hali ya riziki katika nyumba yako. Aidha, inawezekana ukayumba kimaisha kutoka hali kwenda hali nyingine, ama inawezekana ukatoka katika hali ya chini kwenda katika hali ya juu. Inategemea tu wakati gani na nyakati gani ambazo kama umeona hao wadudu chungu au wamedhihiri katika nyakati gani. Kwa hiyo utapowaona umetokea ghafla katika nyumba yako alafu ghafla kapotea, basi kuna hali mbili zinaweza zikakutokezea. Hali ya kwanza, inawezekana ukapanda kimaisha, au hali ya pili ukaporomoka kimaisha. Kwa hiyo unatakiwa ukiwaona hawa basi uchukue tahadhari sana. Na hii inakuja, tumesema mwanzoni kabisa kwamba ukiwaona siafu katika nyumba yako ghafla umetokea alafu ghafla wale siafu akapotea katika nyumba yako, tumesema huu muda mwingine unakuwa ni ukumbusho, ni tanbihi, ni ukumbusho huu ndugu yangu. Ukumbusho ambao unakumbushwa huenda kuna makosa unayofanya wewe mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama au hata ibtila, au pengine mtihani Mwenyezi Mungu anakuletea.
Kwa hiyo wanakuja muda mwingine ni ukumbusho, ama muda mwingine ni mtihani Mwenyezi Mungu anakuletea. Kwa hiyo ukiwaona sasa wamedhihiri katika nyumba yako ghafla, alafu ghafla ikawa wamepotea katika nyumba yako, basi ujue wazi kuna mawili yanaweza katokezea, aidha ukaporomoka kiuchumi ama ukapanda kiuchumi. Kwa hiyo ukiwaona hawa basi wamekuja ghafla, ukaona ghafla katika nyumba yako, mara ukutani, pembezoni mwa chini mwa sakafu yako, ama pengine ukitoka nje katika nyumba yako utakuta msafara wao mkubwa sana ghafla tu, alafu muda mfupi baadaye unakuta wale wadudu wale wameondoka. Basi hii ni ishara mbaya. Kama ukiwaona hawa basi ujue wazi kwamba inawezekana ikawa ni hali wewe ya kupanda kimaisha, ama inawezekana ikawa ni hali ya kuporomoka. Kwa hiyo ni ujumbe, risala hii min indillah, kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo unaonyeshwa kwa ishara kama hizi. Kwa hiyo ukiona mazingira na hali kama hii, basi haraka sana kimbilia kufanya dua za daful bala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akukinge. Kama ni balaa linakuja, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akukinge nalo. Kwa ishara ya kwanza kabisa, utakapoona wadudu wamedhihiri katika nyumba yako ghafla, wengine baada siku moja, baada siku mbili wakaondoka, ama wamedhihiri siku moja hiyo na siku moja hiyo wakaondoka, basi nitambihi unapewa, ndugu yangu, jihadhari, na ikiwezekana basi fanya dua za daf'ul balaa. Kama ni balaa, basi Mwenyezi Mungu akukinge na hilo balaa. Na kuna watu wengi sana dua hizi hawazijui. Kwa wale ambao mpo katika grupu letu ile la dua, na imani kwamba dua hizi tumezifundisha, isipokuwa ile grupu la watu wa nje ya nchi bado sijaziweka, na mimi nitaziweka ili mradi kwamba watu watakaokwenda kuzijua hizi dua waweze kuzijua na waweze kwenda kuzifanya kazi. Mtu aweze kuzisoma pindi anapoona ishara na hali kama hiyo katika nyumba yako. Watu wengi sana walipiga simu katikati baada ya mada ya kwanza, bwana shekhe, mimi siafu amejaa sana katika nyumba yangu, mimi siji hivi. Asa isikilize imada, kama itakuwa umetokea au siafu ghafla tu bila sababu yoyote, yanatokea tu, maana mtu mwingine anakuja kwa sababu labda mvua imenyesha sana, wanachimbuka wala wanakuja katika majumba kama hivi, hiyo ni sababu, hiyo haingiliani na mambo haya. Lakini mtu mwingine unawaona wale siafu hapana sababu yoyote, ukiona wanakuja bila sababu, basi ishara yake ndio hii ambayo hapa tunaieleza. Kwa hiyo ukiona hapa, inshallah, basi jitahidi sana kufanya dua za kumuomba sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ni balaa, basi Mwenyezi Mungu balaa hilo aweze kuliondosha kwako. Hiyo ni ishara ya kwanza. Na leo nakusudia kuzungumza hapa alama tatu tu, basi nisitoawirishe muda, nisile bando lako kwa wingi. Leo nakusudia hapa kuzungumza alama tatu tu. Hiyo ni alama ya kwanza. Alama ya pili, ikhtibari sabri wa nafsi inda yadhharu namli fil baiti. Alama ya pili, si kila mtihani unakokuta wewe, labda unapokuja wala chungu, waonyesha wazi kwamba si kila mitihani inayokukuta wewe ikawa kwako wewe ni nakama, kwamba ni adhabu. La, muda mwingine Mwenyezi Mungu anakuletea mtihani kwako wewe ili ujaribiwe, je, utakuwa mwenye subra? Kwa maana hiyo, utapoona wadudu chungu muda mwingine katika nyumba yako, ni ishara kwamba kuna mitihani itajitokeza, mitihani ambayo itakuyumbisha, mitihani ambayo inaweza ikakuangusha kwa hali fulani. Kwa je, ikitokezea mitihani kama hiyo, utakuwa na subra? Utakuwa mwenye uvumilivu? Kwa unapoona muda mwingine wadudu chungu ghafla katika nyumba yako, basi achilia mbali kuporomoka hiki uchumi, pengine huenda kuna mitihani mingine ikatokea tofauti na uchumi. Mfano, mitihani kama ya maradhi, mitihani kama kupotelewa na vitu, mitihani kama kuondokewa na wapendwa wako. Kwa hiyo mitihani kama hiyo inaweza kadhihiri na kutokea katika nyumba yako. Kwa hiyo ukiwaona hawa wamedhihiri ghafla bila sababu, basi muda mwingine inakuwa ni ishara kwamba kuna mitihani inaweza katokezea katika nyumba yako. Aidha mitihani ya kuunguliwa na moto, aidha mitihani ya kuibiwa, aidha mitihani ya kupotelewa na kitu chako cha thamani, aidha mitihani ya kuondokewa na wapendwa wako, na kadhaa na kadhaa na kadhaa. Ukiwaona wadudu hawa wamedhihiri ghafla katika nyumba yako, basi cha msingi sana, kimbilia sana katika dua. Dua ndo kila kitu, ndugu yangu katika imani. Kwa hiyo, kwa nini nasema kimbilia katika dua? Kwa sababu kinachoweza kubadili kadari ya Mwenyezi Mungu ni dua. Narudia, kinachoweza kubadilisha kadari za Allah ni dua. Dua peke yake, kuna vitu kadhaa, takriban kama vitatu hivi mpaka vinne, vinaweza kubadili kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Moja wapo ni dua. Muislamu anapoomba dua kwa wingi, kafanya dua kwa jambo fulani,
basi Mwenyezi Mungu kama alikadiria labda kuletea mtihani fulani, basi kwa dua ile dua inakwenda kuzuia ule mtihani, Mwenyezi Mungu asikuletee. Kwa hiyo kinachoweza kubadili kadari za Mwenyezi Mungu ni dua. Ndio maana nasema kwamba ukiwaona hawa ghafla katika nyumba yako wamedhihiri na wakatokea bila sababu yoyote, ukawaona tu bila sababu, basi jua wazi kwamba pengine huenda kawa ni mitihani, ama kuunguliwa na moto, ama kupotelewa na kitu au vitu, ama kuondokewa na wapendo wako, ama kupotelewa au kupotea mtu katika moja ya familia yako. Kwa ukiwaona hawa, basi haraka sana inshallah chukua hatua, na miongoni katika hatua ambazo unachukua ni hatua za kufanya nini? Kufanya dua. Hai ni alama ya pili katika zile alama tatu ambazo leo nilipanga ni kuzungumzie au ni kueleze kwamba pindi unapoona ghafla ulichunga katika nyumba yako wamedhihiri na wametokea. Alama ya mwisho na ya tatu, fanamlu rubat yarbut birizqi wal baraka wa yauda mir'a lihali almali wa kadhalika. Na muda mwingine unapoona hawa wadudu chungu wametokea ghafla katika nyumba yako, muda mwingine wanabashiri mali, wanabashiri baraka, na wanabashiri mtu kupata fedha. Hii ni ishara vile vile utakapowaona wadudu hawa, basi muda mwingine wanabashiri kupata mali, wanabashiri kupata fedha, bimaana masuala mazima nini ya riziki na baraka katika nyumba. Inategemea tu kwamba umeona katika nyakati gani, katika muda gani. Umeona bana, iko mida maalum ambao tunasema ukiona katika muda kama huu, basi matokeo yake si mazuri, na ukiona katika muda huu matokeo yake ni mazuri. Sasa hii nitaiweka katika darasa nambari 3 itakayofuata. Leo tuishie hapa kwa sababu sitaki nitaurishe muda wako mrefu. Leo tuishie hapa. Alafu darasa itakayokuja nitakuja kukueleza sasa, je, wadudu hawa nyakati gani ukiwaona wanakuwa na kheri, nyakati gani ukiwaona nyakati hizi ujue hii dalili ya shari. Nitakuja kueleza katika darasa ambayo itakayokuja. Cha msingi endelea kusubscribe channel yetu ili upate faida hizi, na kama hujashare video zetu basi share kwa watu wengine ili faida hizi waweze kuzipata na watu wengine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.